Hivyo ni matarajio yangu kwamba katika mafunzo haya mtapitishwa kwenye maeneo hayo, na ili ziwakumbushe moja, lakini ziwajengee uwezo mpya wa kwenda kufanya kazi kwa weledi zaidi. Mojawapo ya mkakati ni kutoa mafunzo haya kama alivyosema mkurugenzi wa mafunzo hapa wa wizara. Kutakuwa na kanda 4 kwa msimu huu, na ile idadi ya watu ambao imeshapata mafunzo itazidi kuongezeka. Lengo ni kuwafikia maafisa ugani wote nchi nzima. Kwa hiyo niseme tu kwamba mkakati huu kama ulivyoelezwa ni mkakati endelevu, na ningependa nyie kama washiriki mtoke hapa mkiwa mbadilika. Pamoja na changamoto zilizopo, serikali imeendelea kuchukua hatua za kutatua changamoto hizo, ikiwa ni pamoja na kama mnavyofahamu, serikali imeweza kununua pikipiki 2258 na zimesambazwa kwa maafisa ugani. Lengo ni kuwasaidia waweze kuwa na uwezo wa kwenda kwenye maeneo ya kazi. Serikali imeweza kununua na kusambaza vishikwambi 4500 ambavyo navyo ni sehemu ya mkakati wa teknolojia, kwamba taarifa zipatikane kwa wakati, lakini takwimu sahihi zipatikane. Pamoja na vitu hivyo, pia kupitia mpango wa chanjo, serikali imeweza kununua cool box 3270, lakini automatic syringes ambazo zinasaidia kwenye huduma za mifugo. Wakati wa kutekeleza shughuli zenu, muwe karibu na hao wafugaji na wavuvi, muimarishe ushirikiano. Kumekuwa na changamoto moja ambayo tunaipata, hao wafugaji na wavuvi mara nyingine wanalalamika kwamba hawapati huduma au maafisa ugani wanakuwa hawapatikani kwa wakati. Nadhani hii wakati wa mafunzo muijadili na mpeane mbinu, na nafikiri ni swala la kubadilika tu. Kubadilika maana yake ni kuchukua hatua kwa kuzingatia kwamba sisi ni watumishi wa umma na tuna wajibu wa kufanya hivyo. Kwa hiyo tuweze kupatikana na tuweze kutoa huduma hizi kwa wafugaji na wavuvi. Na kwa kufanya hivyo, niseme tu kwamba tutakuwa tunaunga mkono maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa maagizo mahususi kwamba sekta za mifugo na uvuvi ziendeshwe kisayansi, na kwamba sekta hizi ziwe chachu ya mabadiliko, kwa maana ya kuongeza kipato kwa taifa, kipato kwa wale wenye wanaofanya shughuli hizo, lakini pia tuweze kutoa ajira kwa kundi kubwa la vijana. Kwa hiyo wakati tunajifunza au tunakumbushana kwenye mafunzo haya rejea, tu integrate maagizo haya na mwelekeo wa utekelezaji. Kisayansi maana yake tunaelekezwa kwamba kwanza ni weledi, maana yake sisi ni wanasayansi. Niseme tu kwa asilimia kubwa wataalamu wa sekta hizi ni wanasayansi. Maana yake tunakumbushwa kwamba tutumie sayansi kuleta mabadiliko. Na sayansi maana yake ni takwimu mojawapo, uhakika. Scientific papers maana yake ni uhakika. Unaongelea kitu ambacho kimethibitika, kitu ambacho unaweka nacho, na kitu ambacho kinatija. Aidha, mafunzo haya kama yamekuwa yakitolewa kutoka mwaka 2022 hadi sasa, tumeshatoa mafunzo kwa maafisa ugani 1908 kati ya maafisa ugani 4959 waliopo nchini katika sekta ndogo za mifugo na uvuvi. Kwa awamu hii, ndugu mgeni rasmi, tunatarajia kutoa mafunzo kwa maafisa ugani 500. Mafunzo yatafanyika kuanzia tarehe 3 ambayo ni leo hadi tarehe 14 Machi 2026 katika kanda 4. Kutakuwa na vituo 4 ambao kituo kimoja wapo ni Chamwino hapa, kingine kitakuwa Makambako, kingine kitakuwepo Mkuranga, na cha mwisho kitakuwa Chato. Kufundisha pia matumizi ya tehama na utoaji wa huduma katika sekta ya mifugo na uvuvi. Pia watapitishwa kuhusu sheria, kanuni, taratibu na miongozo mbalimbali inayohusiana na sekta ya uvuvi, mifugo na uvuvi. Pitisha kuhusu umuhimu wa kusajili. Hawa wataalamu wetu wanatakiwa wasajiliwe kulingana na sheria zetu ambazo zinatuongoza. Kwa hiyo watapitishwa, watakumbushwa pia. Kwa wale ambao hawajaweza kusajili, watakumbushwa pia kujisajili na umuhimu wake. Tunashukuru sana kwa kuchagua hii sehemu kuja kufanyia mafunzo, na mmefanya sahihi kuchagua halmashauri ya wilaya. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.